Kule Iran wahenga hawaamini, na sio kwamba wahenga hawaamini tu, wahenga wamedua na kile ambacho kinaendelea pale Mashariki ya Kati, hasa yale ambayo yanafanywa na taifa la Iran. Zamani ilikuwa ni Marekani au wa magharibi walikuwa wanatumia vyombo vya habari vya kimagharibi ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kutengeneza propaganda mbalimbali ambazo zilikuwa zinasambazwa katika kila pembe ya dunia. Sasa hali imekuwa ni tofauti kidogo baada ya watu wengi sana duniani kugundua kwamba media nyingi sana za kimagharibi zimekuwa zikitengeneza propaganda dhidi ya kile ambacho wanataka wao kukisambaza duniani. Walianza kupuuza taarifa nyingi sana ambazo zinatolewa na vyombo vya habari vya kimagharibi. Hapa nina kila sababu ya kusema pia wafuatiliaji wengi sana wa Yuhoma TV ambao tulianza pamoja wanaweza kaungana na mimi kwamba kwa kiwango fulani, sio kwa kiwango kikubwa, kwa kiwango fulani tulibadilisha mitazamo yao, tukaanza kuwaambia juu ya kile ambacho kilikuwepo kwa nchi hizi za kimagharibi na namna ambavyo tumehangaika nao. Sasa ndugu zangu, niwaambie jambo moja. Sasa hivi Marekani hawahangaiki tena kutumia hizo media. Sasa hivi wanamtumia rais wa Marekani Donald Trump mwenyewe katika kutengeneza propaganda. Walijaribu kutumia media za kule India, ikashindikana, maana tulishaanza kuwasanua watu kwamba media za India ndizo ambazo zinapangwa kutumika kwenye kutengeneza hizo propaganda. Kwa hiyo hali ikawa ni ngumu zaidi. Sasa katika ule msemo wa kila mtu anataka kushinda mechi zake, hakika sasa hivi unaendelea kujidhihirisha kule Mashariki ya Kati. Iran wameustaajabisha ulimwengu. Unajua ni kwa sababu ya nini? Ni baada ya Qatar ambaye ni mshirika wa karibu sana wa Marekani kutangaza kwamba wanataka kujinusuru, ambapo wameamua kuwafurusha kama sio kuwatimua wanajeshi wa Marekani ambao walikuwepo katika ukanda huo wa Qatar. Kwa maana ya taarifa hii sijaithibitisha mimi, imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Qatar ambaye amezungumza kwamba wamelazimika kuwaondoa wanajeshi wa Marekani. Kwa mara ya kwanza kabisa inadaiwa kwamba Qatar imekuwa ni taifa la kwanza katika ukanda wa Ghuba kuchukua uamuzi wa kuondoa vikosi vya kijeshi vya Marekani kutoka katika ardhi yao. Akizungumza kuhusu uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Qatar ameeleza wazi kuwa nchi yake imelipa gharama kubwa kwa kuruhusu uwepo wa kambi za kijeshi za mataifa ya kigeni. Amesisitiza kuwa uhusiano kati ya Qatar pamoja na Iran ni wa kindugu na kwamba ardhi ya Qatar kamwe haitakiwi kutumika tena kwa namna yeyote ile kudhoofisha mahusiano hayo. Aidha amesema kwamba Marekani imekuwa ikivunja ahadi zake kwa Qatar na mara nyingi wamekuwa mbele wakiweka maslahi yao binafsi kuliko yale maslahi ya washirika wengine. Kutokana na hali hiyo, amesema Qatar ndiyo imekuwa muhanga mkubwa wa hasara ambazo zinatokana na mahusiano hayo ya kijeshi. Waziri huyu ameongeza kuwa kama kweli Marekani ingezingatia maslahi ya Qatar, basi ingeheshimu msimamo wa nchi hiyo wa kutoshiriki katika mashambulizi dhidi ya mataifa mengine. Hata hivyo, amebainisha kuwa hali halisi ambayo inaonyesha kuwa ardhi ya Qatar ilitumika zaidi kulinda maslahi ya nchi nyingine, hasa taifa la Israel. Kwa kumalizia, amesema kwamba Qatar sasa imefahamu ukweli wa hali hiyo na ameonyesha matumaini kuwa mataifa mengine ya Ghuba yanatafuta mkondo huo huo wa kufanya maamuzi huru kuhusu uwepo wa majeshi ya kigeni katika ardhi zao. Takumbuka siku moja wakati natolea ufafanuzi kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, niliwaambia hivi: kule Mashariki ya Kati kuna timu ziko 3, halafu kuna timu moja ya 4 ambayo yenyewe iliingizwa kama mchezaji huru ambaye anachezewa popote pale na anaweza kaja kaangushiwa jumba bovu. Nikasema hivi, mchezaji wa kwanza ni Muiran ambaye huyu yeye ndiyo target ya hawa wachezaji wengine wote 3 waliobaki. Mchezaji wa pili ni Muisrael ambaye huyu anamuona Iran ni threat. Mchezaji wa 3 ni Marekani ambaye anasaidiana na Israel kukabiliana na Iran. Na mchezaji wa 4 ni UAE kwa maana ya Falme za Kiarabu, hao wa Dubai ambao wao wamesimama pale kama ilikuwa ni kitovu
cha kutengeneza mipango yote ya kigaidi, mipango yote ya mashambulizi ambayo ilikuwa inatakiwa kufanywa kule Iran. Sasa Iran akawa ana malengo mawili. Cha kwanza, Iran ilikuwa ni kuharibu kabisa mipango yote ya Israel pamoja na Marekani na washirika wote waliopo Mashariki ya Kati, ikiwemo pia kuharibu ile CENTCOM ambayo hili imekuwa ikifanyika nje ya Marekani. CENTCOM inafanya hivyo. Sasa Iran wamefanikiwa sana kuvuruga mpango kabambe wa CENTCOM, lakini Israel pamoja na Marekani kazi yao namba moja ilikuwa kwanza ni kufanya mashambulizi kwa Iran. Kwanza watangaze ubabe Mashariki ya Kati, lakini pili wavuruge miundombinu ya Iran, ikiwemo miundombinu ya nyuklia pamoja na maeneo yote ya kutengeneza zile silaha za masafa marefu. Halafu mchezaji namba 4 ambao nimewambia huyo anasimama kama kiraka, yeye ni Falme za Kiarabu. Falme za Kiarabu hana lengo lolote lile Mashariki ya Kati. Ila unajua ni kwa nini? Falme za Kiarabu analazimika kuingizwa pale kwa sababu yeye ndiye ambaye anatumika. Unajua yupo karibu zaidi na Iran kuliko ambavyo yupo karibu Israel. Na ndio maana taifa au hiyo Falme za Kiarabu, nimewahi kuambia kwenye story siku moja nikasema, hiyo haijawahi kuwepo kwenye ramani ya ulimwengu. Yani hiyo ni man made, yani ilitengenezwa na wanadamu kwa sababu maalum. Sababu mojawapo, waliitengeneza kama sehemu ya kuficha utajiri wa watu wengi sana duniani. Na ndio maana katika maeneo ambayo yamekuwa na utajiri mkubwa ambao hata haujulikanagi wa unatokea wapi, ni Falme za Kiarabu, kwa maana huko Dubai. Na unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu takataka zote za viongozi wakubwa duniani, maraisi, mawaziri, yani wale watu wote ambao wana silka, wana kariba za ujambazi, za wizi, huwa wanaenda kuhifadhi pesa zao huko Dubai. Na ndio maana kule kuna kila aina ya kitu ambacho utakihitaji, ambacho moja kinaihusu Marekani, lakini pili mfumo wote ambao unajua ni mfumo wa kinyonyaji lazima kule Falme za Kiarabu uwepo. Kwa hiyo Qatar kwa maana ya Dubai anaingia pale, au Falme za Kiarabu anaingia pale kwa sababu kama akigoma kuingia, maana yake atakutana na anguko moja zito sana, kwa sababu yeye yani hana kitu ambacho anasema hiki ni cha kwake yeye mwenyewe. Vingi vinatoka katika mataifa mbalimbali duniani, na taifa namba moja ambalo linaongoza kwa investment ni hiyo Marekani. Kwa hiyo Dubai ipo under control ya Marekani, ambaye Marekani aliamua kufanya hivyo kwa sababu alikuwa anatamani kuweza kuimiliki ile Mashariki ya Kati. Sasa watu wameshashtuka mapema zaidi. Falme za Kiarabu amegundua mashambulizi yanayofanywa na Iran, kwanza yanapunguza wawekezaji kule Falme za Kiarabu, lakini mbili, inafanya watu wawe na hofu hata ya kufanya safari tu za kwenda kutalii kule, lakini tatu, amekosa ule uwezekano tena wa kuanza kuuza mafuta pamoja na mambo mengine, lakini nne, watalii wamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo anajikuta automatically anakufa, na anamnufaisha nani? Anamnufaisha Muirani, ambaye Muirani kupitia katika mgogoro huu ameonyesha heshima kubwa sana katika ulimwengu huu wa karne ya 21. Sasa niliwaambia kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump sasa hivi ndo anayetumika kama poster, yani kama kipikipiki poster fulani hivi kule katika nchi za Mashariki. Yani yeye ndiye ambaye anahangaika kujua ni namna gani ambavyo inatakiwa dunia iaminishwe kwa kile ambacho anakizungumza. Kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social amesema hivi: Jumanne itakuwa ni siku muhimu sana ambayo tutafanya mashambulizi katika maeneo ambayo ni ya kinishati. Anasema hivi: siku hiyo tutafanya mashambulizi na kuiteketeza kabisa Iran. Hivi Jumanne itakuwa tarehe ngapi? Jumanne itakuwa ni tarehe kama 7. Anasema ndio itakuwa siku ya kufanya hicho ambacho anakisema. Anasema hivi: hakuna kitu ambacho kitakuwa ni hatari zaidi ya hicho. Yani hakuna kitu ambacho kimewahi kuonekana tokea historia ya dunia iumbwe. Na akaenda ametukana na matusi kabisa. Anasema hivi: fungueni mlango wa Strait of Hormuz, nyie watu wapumbavu wajinga, vinginevyo nitawapeleka wote mbinguni. Hii ni kauli ambayo inazungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa ndio maana nikasema hivi,
Saizi hawatumii tena watu kwa ajili ya kutengeneza propaganda. Sasa hivi ambaye anatumika ni yeye mwenyewe, rais wa Marekani bwana Donald Trump. Taarifa nyingine ambayo nitakuja kuambia hapo baadaye inahusiana na ile akili ambayo still inatumiwa na Iran. Narudia tena kuambia, Iran kwenye hivi vita anapigana vita yenye akili kubwa sana. Yaani anatumia akili nyingi sana kwenye kupigana hii vita. Sasa amekuja na mpango mmoja ambao mpango huo nadhani ndio mpango hatari zaidi, na ni hatari hata kwangu mimi, wewe na dunia nzima kwa ujumla. Yaani ile vita ya tatu ambayo mlikuwa mnasema sijui itapiganwa nini na nini, nikamwambia juzi vita ya tatu haipo kama ambavyo watu watafikiri, labda itapiganwa sijui kwa mangumi, sijui kwa makombora, sijui kwa nini. Itakuwa ni vita fulani ya hatari ambao kila mtu itamgusa. Tutakuja kuambia hapa kwenye ripoti nyingine ambayo nimewaandalia, moja kati ya ripoti murua kabisa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.